Mheshimiwa mgeni rasmi, wiki ya vijana mwaka huu 2025 inaadhimishwa chini ya kauli mbiu isemayo nguvu kazi ya vijana kwa maendeleo endelevu. Kauli mbiu hii inatuhimiza serikali na wadau wa maendeleo kutambua kwamba nguvu kazi ya taifa letu ipo miongoni mwa vijana, ambapo kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 ni zaidi ya 34.6% ya wananchi wote wa nchi yetu. Vile vile 77.3% ya vijana wote waliopo nchini ni wako chini ya miaka 35. Takwimu hizi zinatuonyesha kuwa watoto na vijana ndio sehemu kubwa ya taifa letu leo. Kwa msingi huu, serikali ya Tanzania inatambua umuhimu wa kundi hili na ndio maana imewekeza kwa nguvu kubwa sana kwa vijana. Hivyo ni ishara kuwa tunatathmini mchango na nguvu kazi kwa kuleta mabadiliko chanya katika jamii yetu. Ndugu vijana, nirudie tena kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan niwaambie tu kwamba nyie vijana wa Tanzania ndio nguzo muhimu ya maendeleo katika taifa hili. Mmechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa hili kufikia hapa tulipo, iwe ni kwenye sekta ya kilimo, sekta ya kibiashara, teknolojia, michezo, hata sanaa. Ni vijana ndio mnafanya kazi hizi. Hongera sana, jipigieni makofi wote. Lakini pia katika nyanja za ubunifu, nyie mmekuwa mstari wa mbele na ndio vinara wa matumizi ya teknolojia mpya na majukwaa ya kidijitali kwa wakati huu, ikiwemo na akili mnemba na mifumo ya mawasiliano ya kisasa. Vijana mmeweza kuifanyia hata biashara kwa ajili ya kuimarisha mawasiliano ndani yetu. Kwa hiyo michango yenu imekuwa kichocheo cha mabadiliko chanya katika jamii na uchumi wa taifa hili. Kwa kuzingatia nafasi yenu katika jamii, ni wasihi tena vijana wote muendelee kushirikiana, vijana na vijana. Leo mmekuja hapa kutoka kote nchini. Endeleeni kujadiliana kikamilifu, mtoke hapa na maazimio yatakayosaidia serikali kupanga mpango mzuri kwa maendeleo yenu nyie vijana. Tushirikiane kuhakikisha kwamba fursa zote zinazotolewa na serikali hii zinawafikia vijana ipasavyo. Ushiriki wa miradi ya maendeleo, vijana ndio muwe namba moja, na kila mmoja wenu au ni sehemu ya mchango wa maendeleo ya taifa hili ili kujenga taifa lililo imara na taifa lenye maendeleo. Tunayo programu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Serikali yetu imeimarisha programu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi na huduma na namna ya kupata mitaji kupitia programu hizo. Programu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi iko ofisi ya Waziri Mkuu na yenyewe ndio inaongoza mifuko ya utoaji mikopo kwa gharama nafuu, tukianza na mfuko wa halmashauri ambao pia vijana ni sehemu ya wadau, walemavu ni sehemu ya wadau na wanawake ni sehemu ya wadau. Mkakati huu unawezesha kuongeza mikopo inayotolewa katika mifumo na mifuko mbalimbali ya programu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Hapa tulitenga bilioni 904.2 mwaka 2021, lakini sasa tumetenga trilioni 3.5. Nguvu kazi ya vijana ndio msingi wa safari ya maendeleo ya taifa hili. Vijana wakipewa nafasi na wakiandaliwa vizuri, wanaweza kuwa nguzo kuu katika utekelezaji wa kila mipango tunayojiwekea ya ndani ya nchi. Kwa ndugu vijana, nitumie nafasi hii kuhakikisha kuwa serikali yenu itaendelea kushirikiana kwa karibu kabisa na wadau wote waliojipanga kuhakikisha kwamba tunawaendeleza vijana. Lakini tutaendelea kuungana na sekta binafsi ambazo zinaajiri vijana, asasi za kiraia, lakini tutaendelea kuwaunga mkono viongozi wa dini na viongozi wa mila kwa namna ambavyo mnatoa miongozo na maelekezo kwa vijana wetu.